Yo, this is Great Galileo na unatizama Life Asili Podcast. Na leo tuko na mgeni, my brother, very old friend. Ndio, kitambo sana unajua. Kitambo sana, very old friend. Mcheza naye huyu alikuwa mwasimu wangu sana. Naweza kutoa siri zangu mapema kabla hata sija kutambulisha. Takupondea kwenye kukutambulisha. Okay. This is my friend anaitwa Jezusta, lakini vitu vingine anavyofanya ningependa kumpa wasaa huu aweze kujitambulisha yeye sasa kiundani. Mimi naitwa Jezusta the Hustler aka Kaka Suma, ni artist, msanii, poetry, pia ni businessman. Na leo huyu ndo mgeni wetu, kwa hiyo tutakuwa tukipiga story. Karibu, enjoy. Kaka Suma. Ndio ndugu. Karibu sana kwenye Life Asili Podcast. Asante sana. Kwa muda tukizungumza, I think wewe ni miongoni mwa watu ambao we've been there from the beginning of ideas is a Life Asili world. Tukifanya vitu fulani. And by the way, you have a song. It's called Life Asili. Yeah, I have it. It's a good song. Ushai kuipublish? No, ni unreleased song. Soon. Okay, tunaweza kufanya kitu like mimi kwenye hii podcast pale chini nitaweka handle ya YouTube yako, nitaweka like whatever ambao utaniambia, maybe Instagram or whatever, lakini tupate kale ka kionjo ka. By the way, I think maybe we can, I think kwa sababu bado sina jingle kwenye podcast, tunaweza tukaanza kutumia ile, and then you just send me WhatsApp, nitumie ile audio WhatsApp kama you still have the song, afu nitaangalia ka kipande, then we can use that na watu nitawatag waweze kuona unachokifanya. Sawa. Nimepita hiyo. Karibu sana. Asante. Yes, unajisikiaje? Najisikia cool. Najisikia cool. Yeah, wanasemaga mwanaume itakiwi uwe hot, uwe cool. Man's no hot. Man's no hot. Never hot. Yeah, that's good. We good. Muda mwingi umepita hatujaonana, lakini that's not the big deal. Ndio. How are things going? Mziki, sanaa, nimeona kimya kidogo hapa katikati. Kuna namna wanasemaga saa nyingine ukiona kimya jua ndo kelele zenyewe. Ya tuko kimya, kama zile hadithi za ukiona kimya ujue wamelala. Wamelala. Ukiona kimya ujue wako macho. Usikelele ujue wamelala. Niko hivyo. Sema kuna mambo mengi kati ya biashara na mziki. Pia mziki ni biashara. Na biashara itakiwa weke biashara na hisia. Hiyo watu wengi wanakuaga wanakosa kujua hilo, kwa sababu hata kama ukiwa unafanya mziki inabidi ujue huu mziki unaoachia unapata nao gani, unalipaje, unaleta faida gani, kwa nini, what are your plans? Lakini plani zangu kwa sasa hivi kwenye mziki nizipo, kuna nyimbo nyingi sana nimezirekodi na biashara bado kurelease. Kwa hiyo okay. So sasa hivi wewe umejikita zaidi kwenye nini? Kwenye biashara zaidi ama kwenye muziki? I mean, kwa sababu muziki hatuoni, manake kwa muda ulikuwa umejikita kwanza kwenye biashara. Yeah, nimejikita kwenye biashara pia. Okay. They're looking forward kuona nini kita happen, lakini this is not an interview. I just wanted people kujua kuhusu wewe tu ile highlight and stuff, lakini we are going to have just simple conversations kwa sababu Life Asili is just conversations. Labda una swali la kuniuliza mimi? Maana mimi na maswali mengi wewe. Lakini napenda maswali pia. Swali langu ni moja, kwa nini umeamua kuja na hii idea ya podcast? Okay. That's a good one. Swali zuri. Idea ya podcast imekuja kwenye namna ya expression, kwa sababu tukiona Life Asili world, tena umezungumza hivi, ngoja nizungumzie tena kidogo. Hata ukiingia kwenye account yangu ya YouTube utaona pale imeandika Life Asili world, manake it's a platform ambayo itakuwa ina publish aina nyingi za contents, lakini kwa sasa tumeanza kwanza na msingi kwenye podcast, lakini kuna content zingine pia zitakuja, na miongoni mwa content ambazo zitakuja ni vlogging and other cool stuff ambazo sitaki kuspoil mapema ili watu waje waweze kuenjoy. Lakini tukirudi kwenye why podcast na kwa nini nikuja na idea ya podcast. For the first time naanza kufanya podcast,
nilikuwa sijui kama inaitwa podcast, lakini mimi nilikuwa nataka ni express nini? Nilikuwa natamani kuweza kuexpress mazungumzo. Wewe unajua mimi ni mzungumzaji mzuri, napenda kuzungumza na watu wa design tofauti tofauti, na naamini na gift ya kuweza kucommunicate na kuzungumza na kuhave conversation na watu wa namna mbalimbali. Hivyo nikaamua kuja na hii idea ya kuhave conversations with people kwa ajili ya kuweza kuweka awareness, lakini kwa ajili ya kuweza kusolve some problems ambazo zinaweza kuwa solved by conversation, by communication. Na hii inaturudisha nyuma kabisa 2021. Nilianza kufanya podcast nikiwa sijui kama inaitwa podcast. Tulikuwa, yes, I have to give them credit. Tulikuwa na rafiki zangu, tulikuwa na Ezekiel, tunamuita Nobody. Tulikuwa na Crescent, anajiita my name is not Chris, kwa sababu watu wengi wanamuita Chris kifupi, lakini yeye jina lake ni Crescent. Okay, na tulikuwa na rafiki yetu mwingine anaitwa Good Luck Mondays, a genius. So jamaa shout out to Mondays, yeye ni mtu fani wa kuandika, a lot of ideas zimelala kwenye kichwa cha jamaa. So nilipokuja na idea ya ku make conversations, tukaanza kufanya, na tulikuwa tunatumia simu ya Mondays, then tulikuwa na record audio kwa sababu simu yake ilikuwa inaweza ku record zile wavelength kwa utofauti, na tulikuwa tunafanya audio tu. Tulikuwa na record mara nyingi, tulikuwa tunafanyia ghetto kwa mshikaji wangu anaitwa Ezekiel Nobody, and lengo kubwa ni hivyo ku express. I think that's where the idea started ya podcasting. Kwa hiyo tulianza kufanya hivyo, tukafanya siku ya kwanza, siku ya pili, and then I just came to realize kwamba hichi ninachokifanya ni kitu kinaitwa podcasting. Na kwa kipindi kile hatukuwa tuna publish sehemu yote, na tulikuwa hatuna hizi idea za kwamba it's a video thing, kwa sababu watu wamekuja kutransform kuja kwenye video form. Lakini podcasting, I think nimewahi kusema pia, it's not the first time, podcasting ni inaanzia kwenye audio, na ndio maana unaona sisi tumekaa, hatuna fujo nyingi sana kwenye video. Maanake ili mtu aweze kupata attention ya kusikiliza, context kubwa na content kubwa inakuwa imebebwa kwenye maneno, kwenye audio. Na humo ndo zimetokea hizo Spotify, Audiomack, watu wako na push audio zikiwa ndefu kama podcasting kwa wazungu, lakini pia wapo podcasters ambao wameanza kufanya mapema kwa bongo. Yes. Kwa hiyo nimejaribu kuelezea historia kidogo ya Life Asili podcast. Lakini kwa swali lako, ndio shida yangu, naongea sana. Hamna sijalo. Okay. Kwa swali lako ni kwa ajili ya kuweza kuexpress, cha kwanza 101, mimi niweze kujiexpress, mgeni aweze kujiexpress. Lakini pia tunakuwa tumemsaidia, kuna mtu kule alitaka ajiexpress kama sisi, naye anakuwa anaona okay, kuna watu ambao wanafikiria kama mimi, kuna jambo hili, mimi je, mtazamo wangu ni upi? Na ndio maana we have the audience pia, kama tuko guest host but kuna audience pia, manake na wao wana sehemu yao ya kuweza kuchangia mawazo kutokana na ambacho tumezungumza kwenye comment section, direct messagings wako huru, and emailing wako huru kuweza kuchangia. Kwa karibuni, msiwe mnasita kuchangia. Na wale rafiki zangu wanatumaga tu emoji za moto, kwa mnaandika maneno. Binadamu tunapoteza ladha ya mawasiliano kwa sababu ya hizo emoji na nini, kufupisha mambo. Wewe mnaweka pale, umeona nini, unasema nini. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja amekaa nje sana. Siku hiyo nilikuwa naongea naye, akaniambia the art of communication inapotea kwa binadamu, kwamba watu kama hivyo they use these emojis, they don't express themselves. Kwa hiyo ndio sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili ni kusolve matatizo yote ambayo yanasababishwa na watu kutokupata information. I mean kusolve matatizo yote ambayo tunaweza kuyasolve kwa kuzungumza, ikiwemo communication, ukaribu, kuelewana and stuff. Yeah. Okay, I got you. Yeah, that's good. Nafurahi kwa sababu wewe ume break the nini wanaita jinx, ume break the ice. Ume break the ice. Then mimi nitaenda kukuuliza maswali kwa uhuru mzuri. Kwa kaka Suma ni nani? Usipozungumzia music business or whatever.
ni nani ambaye watu wengine wote hawamjui? Kaka Suma ni nani? Kaka Suma naweza nikasema Kaka Suma ni nahisi ni jina la mtaani, lakini jina official ni Jezusta the Hustler. Okay. Jezusta the Hustler. Yeah. Nakasema naweza nikasema ni mtu ambaye naweza nikaianalyze single sentence for full chapter. Sure. Yani ni mtu ambaye alikuwa empty lakini akaamini anaweza kujaa. Alikuwa empty, yani alikuwa loneliness, alikuwa nothing, lakini akaamini anaweza kuwa something. So sitaki kuiharibu maana uloisema, tutaichukua hiyo, lakini ulivyosema hivyo nimefikiria kitu. Manake tunaweza tukaweka kwenye bracket kwamba Jezusta ni mtu ambaye alikuwa empty. Alafu lonely. Pungufu. Alafu akataka ajae. So naweza tukasema kwamba Jezusta he is a dreamer. He is a believer. Ni mtu ambaye anaamini lakini ni mtu ambaye ni dreamer. Basi umeniunderstand safi leo. Yaani nilikuwa na maana Jezusta hasa ni dreamer. That's good. Na watu wengi wamekuwa wakikosa hiyo issue ya kuweza kuota ndoto, na miongoni mwa tunasema mtu kama haoti ndoto ni kama mtu aliyekufa, kwa sababu maisha yako hivyo, tuna chase vitu. I mean not only chasing, lakini tunakuwa na plans, tunakuwa tuna dreams. Kila siku there is somewhere we are looking to be. Ni kitu kizuri sana. I was not expecting. Watu wengi ukiwauliza wewe ni nani, utaanza kukutajia career yake, utaanza kukutajia ikitana na career, anaweza kukutajia labda elimu, au akakwambia business anayofanya, au akajitambulisha kwa mimi ni yake fulani au whatever. I think that's good. Nimefurahi sana kuweza kupata hiki kitu, naondoka nayo. So, and tuko kwenye generation ambayo kuna watu wanaitwa Gen Z. Sasa sijui wewe ni Gen Z au ni millennial? Niweke kwa Gen Z. Wewe ni Gen Z, tuweke kwa Gen Z. Okay. Are you okay? Gen Z timam, lakini unaweza kuwa Gen Z lakini ukawa timam. Ndio swali nilikuwa nataka nikuulize kwamba kama wewe ni Gen Z, are you a proper Gen Z au ni Gen Z fulani ambaye sio Gen Z sana? Lakini umeshanijibu vizuri. Sasa ni kitu gani ambacho unahisi watu hawaelewi Gen Z? Others, millennial, boomers, watu wazima, wazee na wadogo wale. Unajua kuna kitu kimoja wakielewi ya kwamba au millennium nao alpha ndio hicho kizalisha akina Gen Z, kwa sababu Gen Z hawakuja tu, vitu ambavyo waliviruhusu wao viingie. Sorry, unamaanisha millennial na boomers, baby boomers ni miaka 70 80 fancy. Wote namaanisha hiyo kitu. Yani sababu Gen Alpha ni wadogo. Yani chini ya wadogo zetu after Gen Z. Mimi mwenyewe I am a Gen Z guy. Kwa hiyo au millennium au alpha wajue kwamba haya Gen Z ni matunda ambayo yametoka kwao. Kwa hiyo wasiwashangae sana ukiona kuna baya lolote la Gen Z, jua chanzo ni wao. Kwa hiyo wasijikatae sana, kwa sababu hii haijaja tu. Ukimaanisha nini? Kwamba nikimaanisha kwa mfano watu wanasema ya kwamba Gen Z wanaambia kama ni watu fulani ambao hawana adabu, hawapo. Of course. Yani yani Gen Z haijakaa kismart. Yani mtu akwambia we Gen Z, yani haichukulii yani kama sana. Lakini inabidi wajue wao au wanaosema hivyo wao ndo source ya kufanya. Kuna vitu wamevipitisha lakini ndo vimekuwa hivyo kwa sababu tu Gen Z haikuwa. Yani ni watoto wao millennium, watoto wao alpha. Sasa jinsi ambavyo waliwalea au kuna vitu ambavyo waliwaruhusu ndo imetokea hivyo. Kwa sababu hata wanasema kizazi lege, alishasemaga amiri mkuu wa jeshi alisema
wa miaka gani kwenye speech yake alisema kizazi nguvu kinazalisha kizazi rege, alafu kizazi rege kinazalisha kizazi nguvu. Kwa hiyo wale walikuwa wana nguvu. Ni cycle fulani ambayo huwa mara nyingi inatokea kwamba unakuta lakini mimi ni Gen Z mwenye nguvu. Sijamaanisha nimetokea kwenye nani rege, hapana. Wote wengine edit. Hii ndo raha ya podcast. Atufilter chochote kinachozungumzwa kwenye hapo kwenye Gen Z. Nilikuwa natamani utuambie vitu viwili. Kitu cha kwanza, utuambie ni kitu gani kibaya kuhusu Gen Z kutoka kwako. Nataka tusikie hicho. Lakini kitu cha pili, ni kitu gani kizuri kuhusu Gen Z? Kitu kibaya kuhusu... Maana leo ndo mwakilishi wa Gen Z wote. I'm Gen Z. Ando mnafanya hivi. Anafanya japokuwa pia hivi wanasemaga sio nzuri. Man never be hot. Kitu kibaya kuhusu Gen Z ni kuongeza, yani au ni kufanya mambo yasio wahusu wakizani labda yanawahusu. Yani let's say kwa mfano unaweza labda Gen Z siku hizo wapo kwenye pressure kubwa, stress kubwa ya vitu ambavyo haviwahusu, ila wao wenyewe wamejiingiza kama vinawahusu. Unajua, let's say labda tufanye Gen Z kujikuta sasa nitafanyaje, sijui nini, sijui kazi, sijui nini. Kumbe hilo sio jawabu. Sijui unaenda. Kumbe hayo hayawahusu. Yani wangestiki kwenye plani zao, wafanye mambo yao, wapate kwenda. Ndio kitu kibaya hicho ambacho kwa Gen Z unakuta. Mimi kuna siku moja nilikuwa napita kona fulani hivi mbaya mida usiku, nilikuwa nataka kwenye biashara zangu. Nakuta binti mdogo maskini ya Mungu anajibana, anajisell. Sasa nikauliza dada, yani nilitegemea hizi kazi hata mtu afanye mshangazi huko tu late, labda alishaolewa akajikatia tamaa, yeye bado ana fursa nyingi, afu teki binti mrembo. Hata mimi ningeweza kumuoa, asema tu ndo vile aliniuzi kwa tabia yake mbaya. Nikaona kama amefikia huko, hapana, huyu hapana. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho tusijiani mbaya, yani tunaji vitu ambavyo tuseme tusi overthink. Yani hatufanyi vitu vinavyotakiwa tufanye. Tunafanya vitu ambavyo havipo kwenye kufanya, alafu baadaye tunaweza kujiona sisi tuna shida. Yani tunatafuta mchawi nani, kumbe sisi wenyewe ndo wachawi wenyewe. Ndio hivyo. Nzuri. Na ni kitu gani kizuri kuhusu Gen Z? Gen Z, kitu kizuri kuhusu Gen Z kuwa huu ni muda wao. Yani let's say ya kwamba mechi inachezwa, sasa substitution, sasa ndo unaingia wewe Gen Z. Kwa sasa ndo una muda wa kuonyesha kilicho nacho, uwezo wako, kubadilisha matokeo, kupiga kamba, kupiga comeback hivyo. Kwa hiyo hamna kitu kizuri kama ikifika muda wako. Kwa hiyo huu ni muda wa Gen Z, ndo muda wa kutengeneza watu wakubwa, businessman wakubwa, yani kila kitu. Huu ndo muda sasa wa Gen Z kukamilisha hatima yake. Kwa hiyo hicho ni kitu kizuri sana. Okay, that's good. Ni kitu gani ambacho unahisi ulimwengu hauwaelewi Gen Z? Inabidi kwanza hawaelewi jinsi ya kwa treat Gen Z. Tunaelewa kitu nilikuwa na expect hicho. Yani hawaelewi namna ya kumtreat Gen Z. Yani unajua napo sometimes mimi of course miaka fulani ya nyuma nilikuwaga na binti, yani shemeji yenu mnatazama au wifi yenu. Nilikuwa babake anajua. Babake hata ukiniona bana mtoto fulani hivi mzuri sana, mimi nakuchonganisha skati tu. Sawa. Yes. Yule binti bana nilimpigaga, kuna siku aliniuzi nikampigaga kofi. Nikaona kiakimizi nampiga sana makofi. Sasa ikawa ikifika sehemu, kuna siku nikawa nimetoka kumchukulia surprise ya kwamba ya juice. Nikawa nimeiweka nyuma hivi. Umeona hiyo kitu?
tata, nikijua sasa. Nilipofika nikamwambia surprise nimpe. Sasa yeye ashafikirigi na mkaga makofi. Sasa yeye naye akawa amejiweka namna ya kudefend. Sasa mimi natoa juisi hivi, maskini ya Mungu, watu wakafanya hivi kama kunikwepa hivi, yani simpige kofi. Akamwaga ile, akagonga ile juisi, akanimwagia. Sasa let's say afu kulikuwa kuna watu wengi sana. Ile picha ileta picha mbaya, lakini mimi of course sikumind, nikafuta. Lakini baadaye nilipokaa nikatafakari, nikaona kwa nini nikafanya hivi? Naona yani na kwa sababu ya kile ambacho kwa majenzi tunawalaumu sana mpaka wanatoka mchezoni. Lakini takiwa tuwape maneno, watulize boli, watuonyeshe uwezo wao. Okay. Swali sasa. Gen Z anataka kuwa treated namna gani, au unahisi ni njia gani nzuri ya kuweza kumtreat Gen Z? Njia nzuri ya kumtreat Gen Z, cha kwanza ni kumwamini. Yani wamwamini kwamba Gen Z anaweza. Hata mwenyewe umecheka. Yani wamwamini kwamba Gen Z anaweza. Alafu unajua mimi nimecheka. Ani what's expect jibu la hivyo ya. So kwamba napinga yani ya kwamba unaona hichi kizazi ambacho kiko kibaya, unaona kibovu, tuamini kwamba Gen Z inaweza kubadilisha hichi kizazi kikawa kizuri. Alafu hilo la kwanza. Alafu cha pili, tuwatulize pressure. Alafu cha tatu pia hichi kingine, nyinyi millennium ambao mmekaa sana kazini, unajua unakuta mimi mwenyewe nafikiri kwa mfano tokea niko mdogo na msieka tu George Maratu. Mimi kutoka George Maratu ITV. Sasa kama mkiwa mmejazana kwenye sehemu ya ajira hivyo, tokea mtu miaka 60 70 huko, au sasa wanakuwa ni zaidi ya millennial, kwa sababu millennial katikati 80 mwishoni 90 mwanzoni. Hivyo mnafanya sisi huku Gen Z wengi wanakosa ajira, wanakuwa kwenye hali mbaya. Ningeshauri hata serikali wangeweka namna, hata at least hata ukifanya kazi iwe miaka isiwe mingi bwana, hata miaka kila baada ya miaka labda 20 au 40 unapewa, ukifikisha miaka hiyo unapewa marupurupu yako, unapita hivi waje wengine ili hiyo naona itakuwa ni njia nzuri sana. Hiyo ni nzuri. Kwenye kitu cha kwanza ulichosema kuhusu kuamini Gen Z ni kitu hata mimi ambacho nakiamini, ni kitu ambacho kinapaswa kufanya. Kwa nini? Unajua hizi generations zinakuwa na culture yao kutokana na muda na majira yanavyoenda. Nilikuwa nazungumza na mtu nikawa namwambia utofauti tu kati ya sisi Gen Z wa mwanzoni na kuna wa Gen Z wa hapa 2005 2006, kuna utofauti mkubwa sana. Nikawa namwambia wana uthubutu mkubwa sana. Kuna vitu ambavyo sisi tulikuwa tunatamani tuvifanye labda na rafiki zangu wakati tuko chuo, lakini nilivisit around maeneo ambayo nilikuwa nasoma chuo, then nikaona wanachokifanya sasa hivi. Umeona? Kuna madogo wanafanya muziki fresh, kuna madogo wanafanya management, wana manage wenzao vizuri kabisa, sio umeshaona? Lakini mpaka nikawa nashangaa, yani ni kama wanafanya mambo yaonekane rahisi. Na hisi pia hiyo ni threat kwa watu wengine wa generation nyingine, kwamba hao madogo wako kama hawako serious, lakini wanaweza kufanya mambo yaende. Ni watu ambao wakilichukua jambo wanaweza kulifanya kwa ukubwa, kwa inakuwa inawatisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba tu watu waweze kuwaamini Gen Z kama yani ukishuka chini hapo ungemuuliza leo jamaa angekuelekeza. Au ona tayari unazunguka huku nyuma, unapita huko mlango huko chini kabisa, huko unashuka chini ngazi chini, unazunguka huku nyuma, utaona kuna kamlango kadogo ambacho akataga, yani utakapoona mlango ambao haustahili kuwa choo ndo choo. Okay, so na hiyo nayo ina hivyo sasa hiyo ikato. Okay, umeona? Kwa hiyo kitu kutokea ni nini? Mimi nilikuwa naomba watu waweze kuamini Gen Z kutokana na namna walivyo, kwa sababu sometimes this issue ya culture na majira. Unaweza kukutana na dogo kweli amevaa suruali lake buga kubwa, amevaa
sendo soli gorofa. Wakati miaka zamani mama zetu ndio wanavaa vile viatu wanaita si skonkinko, I don't know walikuwa wanaita nini. Unaweza kukuta kijana amevaa hivyo lakini up ana akili timamu. Kuna ule tofauti tumeshazoea mtu akiwa na pia labda na low cut anavaa official, basi ndio tuweze tu basi tu tunaangalia pia na uwezo wa akili ya mtu, tabia yake, na sio tu kumjaji kwa appearance au mavazi. Kwa sababu mimi naamini mavazi huwa yana express culture tu, sometimes haihusiani sana na tabia husika ya mtu, ingawa kwa asilimia fulani inaweza ikawa, lakini tuangalie ile positive side ya Gen Z ili tuweze kuwanyanyua, kwa sababu wengi sana wapo unaweza kukutana na dogo niko nasema hivyo amevaa hivyo, lakini ni programa mzuri sana kwenye kompyuta. Maanake tuipoteze hiyo potential kwa sababu dogo ni Gen Z. Tuipoteze hiyo potential kwa sababu dogo anavaa sendo ina soli kubwa hivi. Umeona? Inakuwa sio sahihi, na sisi wenyewe tunakuwa tujitendei haki. Kwa sababu kila potential inakuja kwa ajili ya kuweza ku save the whole society. Na inakuja kwa ajili ya kusave watu wote wale. Na mimi naamini kama tukiweza kuembrace hiki kitu na kujua kwamba sisi ni wamoja, na hizi differences za kwamba hawa ni vijana, hawa ni watu wazima, hawa ni watu wa makamu, hawa ni wazee, hazipo kwa ajili ya kututenganisha, na sisi tutakuwa tumefanikiwa sana. Manake tuweze kujiunganisha kuweza kuwa kitu kimoja. Yeah, man. Kwa tuwaamini Gen Z, tuangalie uwezo wao, tuangalie perception zao, lakini pia tusiwape pressure kama alivyosema brother. Tusiwape pressure, ile too much pressure. Tujaribu kuwatengenezea mazingira tu ambayo wao wanaweza kuelewa. Kama ametolea mfano hapa, Gen Z ukiwa unampiga makofi anachanganyikiwa. Kwa next time ukiwa unamwambia kitu cha msingi anaweza kawa hakuelewi, kwa sababu tayari ulishamtreat namna ambayo yeye anaona wewe ni adui, sio rafiki kwake. Nakumbuka zamani tulikuwa na vitabu fulani shule tulikuwa tunaletewa vinaitwa polisi rafiki. Yes, walikuwa wanaonyesha. So it's been a pleasure brother. Tunakwenda kumalizia, and kitu kimoja cha mwisho ni ukipewa kitu kimoja cha kubadilisha ambacho unaamini kitaleta positive impact kwa watu wote ulimwenguni, ni kitu gani ambacho wewe ungeweza kukibadilisha au ungeintroduce kwa watu? Ningebadilisha kwamba ningewatoa watu ile kuwa hawawezi. Yani ingebaki tu kuwa wanaweza kuwa vile wanavyotaka kuwa, wakifanya kuwa kwa bidii ya kuwa. Yani ina maana wakijua wanachohitaji wakamilishe tu mahitaji alafu wakifuate. Yani neno kukata tamaa mimi ningelitoa. Shwa ningeondoka nalo, kwa hakuna kukata tamaa hivyo. Okay. Hiyo ni nzuri sana, na kwamba don't give up. Never give up. Ile giving up tunaitia mstari pale, tunaikata, tunaika X. Ondoka nayo. Kuanzia sasa hivi hakuna kukata tamaa. That's good. Haipo. Umefurahi sana kaka, tumefanya episode. And this is Life Asili Podcast. We down. Yeah, Life Asili.